kufanyia mpango wa kuwepo hapo ulipo. Kwa sababu nguvu ya Mungu aliyoiweka ndani yako, mpango wa Mungu aliyouweka ndani yako, kama ni wa kupata utapata tu. Kwa sababu hakuna mtu ambaye Mungu alimuumba kwa ajili ya kuhangaika. Hakuna. Hiyo ni mipango ya shetani. Kama ni kupata utapata. Utahangaika, ni mapito unayopitia, na ni mapito ambayo yanaweza kukuongezea imani kwamba kumtambua Mungu, kwamba Mungu yupo. Tukimtazama tajiri na Lazaro walivyokuwa wanaishi, yule tajiri aliishi maisha ya kifahari, lakini Lazaro aliishi maisha ya kifukara. Lakini kilichokuwa ndani ya Lazaro ni kile ambacho kilikuwa ni Mungu alikuwa ameshamuahidia ufalme, kwamba hata kama uteseke namna hii, wewe ni wa kufika mbinguni, ni wa kufika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tunalia kila siku, tunahuzunika, na wengi tunalia sana katika ndoa zetu, katika watoto wetu, ndugu wanaotuzunguka, biashara zetu. Tunahuzunika, tunabubujika machozi, lakini Yesu anasema kwamba njoo kwake wewe unayesumbuka na mizigo ya dhambi, naye atakupumzisha. Jitieni nira yenu mkajifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo sasa, kama wewe hujajitia nira ya kujifunza kwa Yesu, kwa kuwa yeye ni mpole, sasa unaenda kujifunza kwa nani? Ndugu zangu, tumrudie Bwana. Tumrudie Mungu wetu, muumba wa mbingu na nchi, kwa kuwa hakuna sehemu nyingine yoyote ile tunayoenda kujifunza mambo ya ufalme wa Mungu zaidi ya kumtafuta au kutafuta uso wa Bwana, au kutafuta uso wa Mungu. Leo hii tunahangaika na manabii wa uongo, mitume wa uongo, mafarisayo wamejaa, makanisani ni wengi mno,